Makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, leo amezungumza na viongozi na wanachama wa CCM katika mkoa wa Kusini Pemba kwenye mkutano wa kutoa shukrani baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 sambamba na ufunguzi wa jengo la CCM Gombeni pamoja na ufunguzi wa ukumbi wa mikutano Hijaz Complex. Fungua na kama dhahabu CCM. Ufunguzi wa jengo la ofisi ya CCM tawi la Gombeni 0. Makofi mengi na vigelegele. Makamu mwenyekiti, kwa heshima naomba tutembelee kwa ajili ya kukagua jengo. Karibu sana. Asante. Hii ni ofisi, itakuwa ni ofisi ya mwakilishi wetu wa jimbo la Mkoani, Comrade Captain Ijazi. Ndio itakuwa ofisi yake kwa ajili ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi na wana CCM. Ndugu makamu mwenyekiti, ofisi hii ni kwa ajili ya katibu wa CCM tawi na mwenyekiti wa CCM tawi. Watakuwepo hapo katibu tawi na mwenyekiti wake wa tawi kwa ajili ya kufanya kazi za chama, kuingiza wanachama vikao. Akiwa katika mkutano huo, Dr. Mwinyi akawahakikishia wananchi kuwa serikali itaendelea na juhudi ya kuhakikisha ujenzi wa barabara ya Chake Chake hadi Mkoani inakamilika. Kipindi cha 2020 hadi 2025 ilani yetu tuliweza kuitekeleza kwa kiwango kikubwa sana, na ndio maana wananchi wanaendelea kutuamini. Tumejenga skuli za ghorofa, tumejenga hospitali kila pahali, tumejenga barabara, viwanja vya michezo, viwanja vya ndege, bandari zetu, na alimradi kila nyanja ya maendeleo tumeifikia na tumefanya vizuri. 2025 hadi 2030 Mwenyezi Mungu atupe uhai na uwezo, tutafanya makubwa zaidi. Kwa upande wa Kusini Pemba, mambo mawili makubwa nilioambiwa, au niseme jambo moja kubwa la msingi ni barabara hii pamoja na kiwanja cha ndege. Ni mkopo kutoka nchi ya Uingereza. Wanasema lazima kabla hamjaanza ujenzi mkamilishe kile kinachoitwa tuseme ni fidia, lakini wao wanataka kujua kila mtu kalipwaje na kahamishwa vipi na mambo yote yamekaaje, waone. Lakini swala la pili wanalolitaka ni swala la mazingira. Wana wataalamu wao ambao lazima waje wafanye zile tunazoita environment assessment, kwa maana ya kwamba hawataki tukate miti, tuharibu mikoko, tufanye nini. Wanataka lazima environment ifanyiwe ile assessment ya kutosha mpaka wao waridhike. Ndipo hapo tulipokwama mpaka leo. Serikali itachukua jitihada za makusudi kuhakikisha tunakamilisha hayo ili barabara hii ijengwe mara moja. Bahati nzuri mkandarasi yupo tayari, vifaa vipo, tunachosubiri ni go ahead tu, fedha zitoke ili waanze. Kwa hivyo tutaisukuma, na nimeshawataka watu wetu wa Wizara ya Fedha wazungumze na mtu wa fedha huko Ulaya ili jambo hili lisiendelee kuchelewa. Tunatambua kwamba barabara ni jambo la msingi kabisa katika uchumi wa sehemu, na kwa maana hiyo wale ambao sisi wenyewe tunawalipa, na kama mnavyowaona wanafanya kazi nzuri kila pahali, barabara zinakwenda kwa spidi inayotakiwa. Kwa hivyo kwenye swala la utekelezaji wa ilani tutaendeleza yale yote ambayo tumeyasema katika ilani yetu, ili tukifika mwaka 2030 tuwe tumeacha alama kweli, na kwa kweli tuwe tumetekeleza ilani yetu ipasavyo. Pamoja na mengi ambayo Mheshimiwa umetutendea,
nataka tuendelee kukupongeza. Sisi Kusini Pemba tumefanikiwa kupata magorofa kadhaa ya Wizara ya Elimu. Tunayo ya hospitali, huduma za wananchi zimeimarika, na nataka niseme hata elimu, kutokana na gorofa ulizotujengea Mheshimiwa, sasa Division 1 Pemba imetawala. Tunaendelea kukupongeza na kukutakia heri na baraka, na Mwenyezi Mungu aendelee kukusaidia. Hii ni Chum TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ni mimi Suraina Omar, Chum TV.